mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo. Natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze taarifa zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari. Sasa ni wazi kwamba kuna habari mbaya hasa kwa familia ya Odinga ambayo imeweza kutetemesha ardhi ya Kenya. Habari mbaya hii ni gani? Sasa kuna madai ambayo yametufikia katika meza yetu ya habari kwamba Winnie Odinga ambaye ni mtoto wa Raila Odinga hayati, Ruth Odinga ambaye ni dadake Oburu Odinga, kuna njama ambayo imepangwa ili kuondolewa katika chama cha ODM. Kwa nini? Kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, naomba tu ukaweze kusubscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Karibu ni kuhabarishe kwa undani. Siku ya Jumapili tarehe 31 mwezi wa 5 kulikuwa na mkutano mkubwa ambao ulifanyika katika kaunti ya Kisumu kule Kirembe. Mkutano huo ulikuwa chini ya Oburu Odinga na Gladys Wanga. Mkutano ambao ulikuwa unajulikana kuwa Kisumu Wabiro Mega Rally, yaani mkutano wa kufanya tangazo maalum, declaration ya Wajaluo. Ruth Odinga alisusia hakuhudhuria mkutano ule wa Wabiro. Winnie Odinga ambaye ni mtoto wa hayati Raila Odinga hakuwa pale. Sasa inasemekana kususia kwao ni kwenda kinyume na matakwa na matarajio ya chama cha ODM, kwa sababu hakukuwa na official communication kutoka kwa hawa wawili. Sasa kuna njama ya kusemekana ya kwamba wanajiunganisha na Edwin Sifuna. Sasa wamepangiwa kuondolewa katika chama hicho cha ODM. Na Waswahili walisema lisemwalo lipo kama halipo laja. Ikumbukwe Winnie Odinga alikuwa na Edwin Sifuna wakati wa mazishi ya mamake seneta wa kaunti ya Kisii Richard Onyonka. Walionekana wakikaa pamoja, na yale mashambulizi makombora makali ambayo Winnie Odinga aliyarusha aliyaelekeza katika chama cha ODM, kumaanisha wako pamoja na Edwin Sifuna. Ruth Odinga kwa mara nyingi amekuwa akizungumzia mambo ya Edwin Sifuna. Ruth Odinga ambaye ni Woman Rep, mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Kisumu, alisusia mkutano huo. Sasa kususia kwao ndio kumeweza kusababisha njama na kupangiwa kuondolewa katika chama cha ODM. Na inasemekana Winnie Odinga katika uchaguzi ujao huenda tawania kiti cha ubunge katika taifa letu la Kenya, one of Nairobi County constituencies, kwa sababu sasa hivi ni mbunge kule Yara. Na hata kuna mbunge mwingine ambaye inasemekana ya kwamba naye ataondolewa ODM kwa sababu amesusia kikao hicho. Sio mwingine ila tu ni Milly Odhiambo. Hakuwa kwa mkutano ule ambao ulifanyika Kisumu. Na unajua katika mkutano ule inasemekana ya kwamba hela nyingi ziliweza kutumika kwa mambo ya mobilization. Muliona magari yamepanga foleni ambayo yaliweza kusafirisha watu kutoka sehemu mbalimbali wakafika pale, na wengi, na mkutano ule haukuwa organic crowd. Kila mmoja aliyohudhuria mkutano ule alivalia kofia na t-shirt ambayo imeandikwa chama cha ODM. Ni ufadhili tu uliweza kutumika pale, ikilinganishwa na mkutano wa Edwin Sifuna. Sifuna akienda mahali popote organic crowd ndio tunashuhudia, kila mmoja anakuja na nguo yake, hamna hela zinatumika. Lakini mobilization ambayo ilifanyika Kisumu huwezi kuamini. Na hata Oburu Odinga aliweza kudhibitisha yeye mwenyewe kwamba walipokezwa shilingi milioni 200
kutoka kwa Ruto wakati alikuwa kwa mahojiano moja katika kituo kimoja cha Wajaluo. Sasa wale waliokuwa pale walikuwa wanaimba 2 term, ila tu tuliona gavana wa kaunti ya Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o, yeye alisimama akasema hatuwezi kuambiwa tuimbe 2 term. Kwa viongozi wote ambao waliokuwa pale niliweza kufanya uchanganuzi nikawaeleza. It's because I don't want to repeat myself. Kuna wale ambao hawakupitia nizungumze kwa kitu kadogo sekunde 2. Nyang' Nyong'o alisema muwezi kutuambia tuimbe 2 term. Tuambie hiyo serikali ambayo mnatuambia tuimbe 2 term imefanya nini na imefaidisha wananchi kivipi. Lakini wengine walikuwa 2 term kila mahali. Wakapitisha ni kuunga mkono Ruto kuchaguliwa tena 2027. Na hao Oburu Odinga akina Gladys Wanga ndio walikuwa wanasisitiza ya kwamba they want power. Kumaanisha walikuwa wanaitisha cheo kikubwa serikalini. Kisha baadaye kwa muda mfupi kupita tukaona Oburu Odinga wakisema tunalenga sana kiti cha deputy president. Baada ya maneno kuzama yote, Oburu Odinga akatangaza anaenda kuwania useneta katika kaunti ya Siaya. Gladys Wanga akatangaza anaenda kuwania ugavana katika kaunti ya Homa Bay. Wakasalimu amri kutoka siasa za kitaifa wakaingia za kaunti. Sasa yale ambayo walikuwa wanatuambia tunataka power, tunalenga sijui deputy president position, wamezama. Kwa sababu walienda kugundua hawana support ambayo itawafaidisha kukumbukwa na kupewa kiti cha ugombea mwenza kwa Rais William Ruto 2027 baada ya uwepo wa Edwin Sifuna na Linda Mwananchi ambaye amefagilia na watu, ameenda na wote, akienda kila mahali anajaza, ikilinganishwa na mikutano ambayo inafanywa ya Oburu Odinga na Gladys Wanga. Lazima watoe ufadhili ili watu kuhudhuria mikutano ile. What comes under consideration when it comes to political affairs is numbers. How many people do you have at hand? Oburu Odinga wakaulizwa na Ruto, wakaonekana hawana watu. They have no people. They have no support on the ground. The ground has shifted to Edwin Sifuna. That is why they decided to defect from national politics. Wakaingia za county, wanaenda kutetea viti ambazo wanashikilia sasa hivi. Politics is dynamic. It keeps on changing time to time. You know, they were demanding second position in power. Lakini baada ya kuzama wakasalimu amri baada ya numbers kupotea hapa katikati. Kwa hivyo tutasubiri tuone habari hii kama inaenda kupitishwa kwamba hawa wanafamilia wa Odinga wanaenda kuondolewa katika chama cha ODM baada ya kususia mikutano hiyo. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ile tu kutamatisha hii kana tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baada. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a new video clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content always with our WhatsApp groups and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen.